Kwa majina naitwa Geoffrey Johnson Lungwega, ni mkazi wa kata ya Mkena, mtaa wa Ilangamoto, lakini ndiye mmiliki wa Mwambula Star Daycare halmashauri ya Makambako, lakini pia ni mwenyekiti wa wamiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana halmashauri ya Makambako. Leo nilikuwa na sherehe ya kuwapongeza wanangu wanaoenda kujiunga darasa la kwanza 2026, lakini pia ninaendeleza pale nilipoishia mwezi wa 7 kuhitimisha miaka 10 ya Mwambula Star Daycare tangu ianzishwe. Nilianza mwaka 2015 na sasa ni mwaka 2025, na hitimisha miaka 10 kwa kumshukuru Mungu, lakini kwa kuwapongeza watoto wanaoenda darasa la kwanza mwaka. Mipango ni ipi kuhakikisha kwamba sekta hii? Mipango yangu inaendelea. Kwanza tunaomba kwa Mungu kama hivyo mgeni rasmi wametusapoti kiasi cha shilingi milioni 5 kwa ajili ya ununuzi wa gari haisi kwa ajili ya kusafisha watoto, na sisi tunaahidi hilo kwamba mwakani hilo linatekelezwa na kuanza pia ujenzi wa shule ya msingi. Kwa majina anaitwa Lugano Kennedy Sibare, ni mkurugenzi msaidizi wa Lukundo Enterprises ambao ni wauzaji wa mafuta mjini wa Makambako. Sisi ni wadau wakubwa wa maendeleo. Tumesukumwa sana na hii zoezi la watoto wetu wanaomaliza chekechea kwa kipindi hiki ambao wanakwenda kuanza darasa la kwanza. Mwitikio tunauona kwa sasa, wazazi wengi wamekuwa na mapokeo makubwa kuleta watoto katika vituo hivi ambavyo vinalea watoto wadogo. Niwaombe sana wazazi, kipindi hiki mambo ya ukatili yamekuwa mengi, basi walete watoto katika vituo kama hivi. Leo nimeshuhudia watoto ambao walikuwa hawana uwezo wowote, lakini kupitia Mwambula Daycare wananiambia wanaweza kusoma na kuandika, na ukimtizama unamwona ni mdogo kabisa. Sisi kama kampuni hatutaacha kusapoti vituo kama hivi, hususan kituo cha Mwambula Daycare. Tutaendelea kumuunga mkono na tumesukumwa sana kumuunga mkono kwa jambo analolifanya, kwa sababu watoto tunatakiwa kuwajenga wangali bado wadogo. Kwa tumeona umuhimu huo na tutaendelea kuunga mkono zaidi na zaidi. Asanteni sana. Ni vitu gani ambavyo umeguswa navyo kwenye tukio hili leo na umeahidi nini? Lakini usisahau kuzungumzia wale watoto yatima ambao umeahidi kuwapa. Kitu ambacho kimenisukuma zaidi au kimetusukuma sisi kama kampuni kusaidia hawa watoto ni vile ambavyo tunajali mchango wetu sisi katika jamii. Huwa sisi kama kampuni tunatoa gawio katika faida yetu kila mwaka, lakini hatukuwahi kutoa faida sehemu ambayo inalea watoto kama hivi. Lakini leo tunamshukuru sana mkurugenzi wa Mwambula Daycare kwa kutuona sisi wa thamani na kutualika, basi tukaona na sisi tutoe gawio letu kwa watoto. Lakini napenda niseme, nitaenda kuongea na wakurugenzi wangu tuelekeze sana misaada yetu kwa hawa wamiliki wa vituo hivi, kwa sababu wanafanya jambo ambalo ni kubwa sana. Kulea watoto sio jambo dogo. Kituo cha Mwambula Daycare, lakini pia tumesapoti kwa sababu watoto wana changamoto, mmiliki anasema anapata changamoto ya usafiri. Kwa na sisi tumeamua tutoe mchango wetu, tutawasaidia kiasi cha milioni 5 kwa ajili ya kuchangia ununuzi wa gari. Lakini hautakuwa mwisho wa kuchangia. Sisi tutaendelea kuchangia zaidi na zaidi. Asante. Niambia sana wote. Asante. Nisogeze. Paka tu sawa. Haya. Kwa majina naitwa Jacqueline Nguruguru, ni mwalimu kutokea shule ya msingi Bright Star inayopatikana hapa Makambako. Leo nimefanikiwa kushiriki haya mahafali ya 10 ya Mwambula Nursery Schools pamoja na Daycare. Tumeona watoto wetu kwamba wanajua zile KK 3, wanaweza kusoma, kuhesabu, kuandika.
lakini pia tumeshuhudia watoto wakiwa wamefunzwa kwenye vitu vingine, sio tu masomo. Lakini pia watoto wameonyesha ukakamavu, tumeona watoto wakionyesha michezo mbalimbali. Hivyo tumeona mchango mkubwa wa hii Wambura Daycare, ukizingatia na watoto wengi sana. Kutoa watoto 450 kuingia darasa la kwanza sio swala dogo. Kwa hiyo tunawapongeza Wambura Daycare na Nursery Schools kwa ajili ya miaka 10 ya ushindi ya kutoa elimu hii ya awali. Lakini pia sisi Bright Star sasa tunawapokea Wambura kwa wale wazazi ambao wanataka watoto wao wakasome kwenye shule zinazotoa elimu kwa lugha ya Kiingereza. Tunawakaribisha wazazi Bright Star, tunatoa elimu ya Kitanzania inayofuata mitaala ya Kitanzania kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia tunawafundisha watoto ujuzi mbalimbali kama kompyuta, ujasiriamali, kilimo na uchumi. Asante. Na mnaanza lini kupokea watoto Bright Star? Bright Star tunapokea watoto wa darasa la kwanza, ina maana wanajiunga Januari kwa ajili ya masomo ya darasa la kwanza. Mimi nataka nifahamu kidogo umuhimu wa mzazi kupeleka mwanae kwenye shule kama hizi za Wambura unasaidiaje? Umuhimu wa mzazi kumpeleka mtoto kwenye hizi shule kama hizi za Wambura, badala ya mtoto mdogo kubakia anacheza mtaani, ni bora kampeleka shuleni huko, kwa sababu kuna walimu wanaowalea, watawafundisha, lakini pia watakuwa kwenye mazingira salama. Tunajua wazazi wengi wa mji wa Makambako wako bize na biashara, kwa shule kama hizi zimekuwa ndio kimbilio, na shule kama hii ambayo imeshakuwa miaka 10 na maana tayari ina mizizi na misuli, kwa hiyo ni salama kwa watoto. Mnapopokea watoto ambao wametoka kwenye vituo kama hivi, mnaona utofauti kwa kiasi gani kwa darasa la kwanza sasa ukiwa umetoka kwenye vituo? Utofauti wa watoto wanaotokea kwenye hizi nursery schools za mtaani, huwa wanakuwa na wenyewe wamejengwa vizuri ukilinganisha na wale wanaotokea kwenye shule za jumla, au wanakuwa wamepata vitu vingi vya ziada tofauti na wale wanaotokea shule za jumla. Kwa hiyo shule hizi pia ni nzuri kwa hao watoto wadogo. Wewe Mike, mbona tujaweka? Mtangazaji. Sasa director hauko mkiki. Haya. Majina yako? Naitwa Josephina Dugangi. Unatokea wapi? Natokea Kipagamu. Asante sana. Una furaha kiasi gani kuona mwanao leo ana hitimu? Nimefurahi sana. Na ninawasihi wazazi wenzangu yani ambao na watoto wadogo wapeleke kwa Wambura. Anajitahidi sana kwa ajili ya kufundisha. Ndio. Mipango ikoje kuhakikisha kwamba anakwenda shule msingi? Nimeshajiandaa na mwanangu ametoka vizuri, amejitahidi. Nimeshajiandaa, nimemwandalia kila kitu. Ataanza darasa la kwanza na amefaulu kwenda darasa la kwanza. Sawa sawa. Kuna wazazi ambao wanawaacha watoto wanazola tu mitaani, hawawapeleki kwenye vituo kama hivi, unawaambia nini? Na washauri watafute wamtafute mwalimu wa shule ya Wambura ili wawapeleke watoto kule. Mwalimu anajitahidi sana, walimu wa shule hizo wanajitahidi sana. Utofauti ukoje kwa mwanao? Tofauti yani toka mwanzo amebadilika sana. Yani mwanzoni alikuwa haelewi, lakini baadaye kakuta ndio anaelewa zaidi na amekuwa na nafasi nzuri. Nimefurahi sana. Nakushukuru sana. Asante. Asante kwa mama. Haya, asante.